Hello watu wetu wa Bongo, watu wa Tanzania. My name is Ahmadi Ramadhan, the One Man Army TV. Kwa wale ambao kwamba wamenjua kwa social media, mimi ni mwanaharakati wa haki za kibinadamu na nina ujumbe fulani kutoka kwenyu wa Tanzania. Maoni yangu mweza kuichukua ama mweza you can throw it away, mweza kuikataa. Najua saizi inchi ina bleed, mioyo yenu inavuja, na inchi saizi kuna msukosuko. The country is unstable, but mko pale. Mimi siungi mkono upande fulani wala mkono upande fulani, but we are all the East Africans. If one country sneezes, the other catches flu. Ikiwa kuna nchi fulani katika East Africa ina matatizo, basi ina to affect the other countries, neighboring countries. So we cannot just keep quiet. Manake sisi sote tunategemeana kwa njia moja au nyingine. My brothers and sisters in Tanzania, tunajua kwamba mmeghadhabika. Kuna wale wameuawa, kuna wale ambao kwamba wamepora watu, kuna wale wameibiwa, kuna wale wamevunjiwa, kuna wale uchumi imeenda, kuna wale wamepoteza kazi, nchi imeharibika, nchi imekuwa hivi. Lakini mna nchi inaitwa Tanzania. Mna nchi inaitwa Tanzania. Si kila mtu, si kila nchi duniani wanaipenda Tanzania iwe imesimama. Kuna baadhi ya nchi zingine, kuna baadhi ya watu wengine nje huku wanataka kuona wama wanatamani, wanaomba Tanzania iyumbe yumbe. Ndiyo, mama amefanya makosa. Kuna watu wameuawa, kuna watu wameshikwa, kuna watu wameumia, kuna watu wameibiwa, kuna watu wamepora mali zimeni, lakini you have your country. Mimi nataka niwaambie tu ndugu zangu na madada zangu Tanzania. Kuna watu hapa wamesema, nimeona katika katika social media, that they don't want wamesema they don't want this committee. Baada ya uchaguzi, rais ametengeza, Rais Mheshimiwa Suluhu mama ametengeza jopo ama committee ambayo kwamba inashughulikia na kutatiza na kutatua matatizo ambayo kwamba mmekumbana nayo, yani amani. Hiyo msifikiri ya kwamba hiyo ni kuenda kukaa chini mnaongea mna mambo ya amani mna nini alafu mnasalimiana mnasameheana na mnaendelea. No, that one is bigger. Hiyo kamati ni kubwa, ina mambo mengi ndani ambayo kwamba mzuri mnaweza kuitumia, na hamuwezi kutenga serikali mkasema serikali isihusike kwa kuleta amani. Kumbuka serikali iko na institution, na tayari serikali ama rais ameshaapishwa. Ni serikali inafaa facilitate peace and reconciliation. Ndio serikali imewategezea. So msiseme eti ya kwamba tunataka serikali ama watu ama muungano wa Ulaya, muungano wa wapi, tunataka nchi siji kutoka wapi ije tusaidie, kikundi fulani ije tusaidie kutoka nje. My friend, those people whom you want them to come and help you,
They don't love you. They don't like you. They want your resources. They want your minerals. They have their own interest. These people, they have garbage on their head. Kuna nchi iko na mizigo za uchafu. They have garbage. Even some other countries, values zao, tabia zao, nyingine haiwezi nikiambatana na tabia zenyu kule. Tabia kukaa pamoja, tabia kuhurumiana, ya kuendelezana, kupendana. Kuna nchi hawakai hivyo, kila mtu amejifungia kwake. So kuna nchi sasa nyinyi mnasema sasa sisi tunataka watu kutoka nje, tunataka nini Ulaya ikuje. Mnajua vile Ulaya wanavyoishi? Unajua tabia gani wanazo? Unajua values gani wanazo? So these people kwa miaka mingi, nataka niwaambie, kuna nchi duniani sehemu fulani wametamani miaka nenda miaka mingi urudi, wanaota siku moja, malengo letu, tabia zetu hizi tunataka tuzisafirishe mahali fulani, na hiyo nchi imekuwa ngumu, la tutafanyaje? Basi wanangojea mchafuko kama huo. That is the time, wakati nchi imeshapasuka. Pandi unakuta Wakatoliki wamefoka, pandi utakuta Waislamu wamefoka, pengine watu, na unajua dini ina wafuasi. Wakristo na mapadiri na viongozi wa dini wako na wafuasi wao, na Waislamu na manini wako na wafuasi wao. Hapa jua kipigana, ujue hawa wafuasi wanaona. So the country itakuwa disintegrate, itabomoka na itakatika vipande. Nataka nyinyi mjue na the moment nchi imekatika vipande kutokamana na msukumo kutoka nje, na watu vile nyinyi mnasema mnataka watu kutoka nje, wale watawaletea garbage. These people, they'll bring garbage and then they'll dump those garbage into your constitution. Si mnasema mnataka tayari wameleta hizo garbage yao, wabwagia kule. Mnuko wao, the stinkness, they will come and weka hiyo uchafu wao, of which those garbage na hizo stink mtaanza kunuka, mtaanza kuchafuka na hiyo garbage, kujitoa na kujisafisha itawachukua miaka na mikaka. Kujitoa itakuwa ngumu. So don't make a mistake to invite people from countries from outside to come and help solve your issues. It is you Tanzania, mjifungie mahali, mjue ya kwamba nchi yenu imeloa damu, inavuja damu, your country is bleeding. Muitane tu ndani kule, muanze kuangalia kama ni masuala ya amani kando, kama masuala ya katiba kando, muanze kubomoa katiba yenu. Mambo ya sala amani yanaendelea pandi, masuala ya katiba mnaenda. Nchi yote watu wahusishwe, makabila zihusishwe, watu wa madhehebu wahusike, Waislamu wahusike, Wakristo wahusike, madaktari, wakulima, mawakili, mainjinia, watu wa makabila, wazee wa vijiji, wazee wa community leaders, kila mtu, student, everybody, mkae mtengeze katiba yenu na nchi yenu. Do that. This is the opportunity comes once in a lifetime. Don't destroy your country. Okay? Hiyo tu ndio nataka niwaambie. Mkitaka mchukue. Mkitaka kudismantle na kuitupia mbali maoni yangu, it's up to you. Okay? Mimi ni The One Man Army TV. Once again, tukutane katika video nyingine.